Na baada ya mapumziko mafupi na sasa tumerejea tena kwa ajili ya Jahara ambako nilikwambia nitarudi tena hapa mimi kwa ajili ya kuangazia kiunga hiki cha majadiliano, na huwa tunakuwa na geni kadha wa kadha hapa studio kwetu hii leo, ambako leo naungana naye Simba Khalid, ni mkurugenzi wa Halprice pamoja na Joshua Opio, yeye pia ni mratibu wa Halprice. Mimi naitwa John Maganga na hii ni Jahara. Kimsingi leo tutakuwa tunajadili fursa kwa vijana, na mtazamaji, kama umekuwa mfuatiliaji mzuri kwamba kila wiki katikati ya wiki tunakuwa na mada kwa ajili ya kuangazia vijana au kutengeneza fursa kwa ajili ya vijana ambao huwa wanafuatilia Mlimani leo asubuhi. Simba Khalid, karibu sana katika studio zetu hapa. Asante sana. Na tunashukuru sana bwana Joshua kwa kufika hapa. Bila shaka ni kwema mmekotoka. Tunamshukuru Mungu. Labda tuanze kwa Simba. Labda Simba, wewe ni mkurugenzi wa Halprice. Kwanza kabla hujaelezea chochote, unatokea maeneo gani hasa ili watu waelewe? Ndio. Mimi napata kuwa mwanafunzi, natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pia ni mwanafunzi na chukua shahada ya uchimbaji wa madini pale Chuo Kikuu. Joshua hapo. Mimi kama unasema naitwa Joshua na pia ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kituo cha uhandisi. Na mimi ninasomea masuala ya uhandisi mekanika. Wote ni mtokea college ya masuala ya sawa. Sasa tuanze kwako Simba. Kwa kifupi, hebu tuelezee kuhusu Halprice. Bwana, wewe ndio mkurugenzi wa Halprice, na hii Halprice neno la Kimombo, labda watu wengi wanaweza sielewi kwamba Halprice ni nini. Hizo ni kama ni nyumba hivi au ni gari? Halprice ni mashindano ya kimataifa ambayo yanampa nafasi kijana kutatua changamoto mbalimbali ambazo zilizopo katika jamii yake kwa kutumia biashara katika kuleta majibu na kutatua hayo changamoto. Kwa hiyo kwa kutengeneza biashara ambazo zitasaidia jamii, lakini pia zitamsaidia yeye kutengeneza kipato, kutengeneza pesa, na huwa inafanyika kila mwaka na mshindi huwa anapatiwa dola za Kimarekani milioni 1. Ukileta kwa Tanzania inakuwa ni shilingi ngapi? Ambayo ni sawa na takriban bilioni 2 na kitu. Bilioni 2 na kitu. Kwa hiyo ni fursa kwa kijana. Kutoka mimi nataka nitoke hapo tuongee mimi kufanya kazi. Lakini umesema kwamba kuna matatizo ambayo unataka mtu atatue, si ndio? Atakupitia haya matatizo atengeneze kitu kama biashara ili kuleta matatizo gani hasa? Ndio, unajua changamoto ziko nyingi ambazo zinaikumba jamii yetu. Changamoto nikimaanisha ajira, nikimaanisha masuala ya chakula, nikimaanisha magonjwa, nikimaanisha pia masuala ya mazingira. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi sana ambazo zinaikumba jamii yetu. Kwa hiyo tunalenga haswa kupata mawazo ambayo yataweza kutatua changamoto hizi katika kwa kutumia biashara zaidi. Sasa labda nije kwa Joshua. Unawezaje kuelezea hii fursa ya Halprice? Unamfanya vipi kijana yone kama hii ni fursa? Labda hata Hilda ambaye kwa nyuma ya kamera hapa aisikie kama ni fursa, hii inakuwaje ni fursa wake? Kimsingi vijana wengi katika nchi yetu hii wanakuwa na mawazo chanya mengi tu ambao wanaweza kufanya iwe biashara. Lakini tatizo ni kwamba watu wengi tunabaki na yale mawazo yetu ndani. Tunataka tutengeneze labda chombo, kwa mfano sisi kwenye kitivo chetu wanatengeneza vyombo mbalimbali, mashine, lakini sasa hawajui ile mashine au kile chombo kitengeneza ni namna gani inaweza kikawa biashara, kikamuingizia kipato. Sasa Halprice inakuja pale inaunganisha hayo mambo mawili. Wewe una wazo lako, sisi tunakusaidia ile wazo lako kwa biashara. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana. Kivipi hapo? Na ukija kwetu tunakusaidia, unakuwa na wazo lako, namna ile wazo, yani tunakupa watu ambao wanaweza wakaweka nyama kwenye wazo uko na wewe. Unaona? Kwa hiyo wanakuelekeza kwamba ile wazo lako wewe linafaa maeneo fulani. Wazo lako hili pia unaweza ukapata msaada kwa watu fulani. Yaani inafunganisha na wale Mungu anasema wale key figures, wale watu muhimu kwenye wazo lako ambao wanaweza kukusaidia wewe wazo kwa biashara. Labda ni baki kwako. Hii Halprice kufanyika hapa nchini labda. Hii ni mara ya pili. Mara ya pili. Na mwaka jana ilikuwaje labda?
Mwaka jana napo utaratibu sema kama huu haubadiliki sana kwa sababu tunaenda kulingana na kuna utaratibu tumeshaweka. Watu washanufaika, labda vijana wameshanufaika mpaka sasa hivi. So far kuna makundi mawili ambayo tulifanikiwa walishinda hapa, tukaenda nao mpaka Nairobi kwa mashindano zaidi. Lakini baada ya kule bahati mbaya hatukushinda. Walishindwa Nairobi. Kwa sababu kidogo ushindani mkubwa, unajua mashindano ya dunia nzima. Lakini walivyorudi wale watu wameendelea kwenye lile wazo walikuwa nalo, na hata sasa juzi tumepata simu wako Bagamoyo wanaendelea kufanya tafiti mbalimbali juu ya wazo lao kuendelea. Labda unaweza kutokeza kiufupi sana, labda kama na mkurugenzi hapa tukudokeze kiufupi sana kuhusu watu ambao wamezungumzia Joshua hapo ambao tulienda mpaka Nairobi mwaka jana. Ndio. Mwaka jana tulienda na vikundi viwili vya vijana ambao moja ya wazo ambalo walikuwa nalo ni kuconnect kuwaunganisha wakulima na wa stakeholders mbalimbali. So hawa vijana walikuja na hili wazo ili kutatua changamoto mbalimbali zilizo katika kilimo. Wakulima wanalima lakini wanakosa masoko. Wakulima wanalima lakini hawana taarifa za mashamba yao yanaendeleaje. Kwa hiyo hawa vijana walikuja na wazo la kuweza kutatua changamoto kama hizo. Ina maana kuanzia bado wako shambani mpaka kuja kufikia sokoni ili iweze kuwasaidia. Lakini pia vijana wengine ni walikuwa wana wazo katika sekta zima ya elimu. Ina maana walikuwa wanaunganisha wanafunzi pamoja na walimu. Walimu sio katika elimu sio tu kwamba unaenda darasani, unaenda shule, lakini hawa vijana wameleta njia nyingine mpya ya kuweza kumuunganisha mwalimu pamoja na mtu ambaye anahitaji mafunzo hata kama akiwa nyumbani. Na maana mwalimu anamfuata mwanafunzi kokote alipo na kuweza kumfundisha au kupata mwanafunzi anapata masomo kokote aliko na katika bei che kabisa. Kwa hiyo kupitia haya mawazo mawili tuliweza kwenda nayo mpaka Nairobi, na mpaka sasa hivi kama mwenzangu alivyoelezea hapo mwanzo, hao watu wenye idea ya ukulima wenye mawazo kuhusu swala zima la kilimo wako Bagamoyo na wameshaanza kuitendea kazi mawazo yao ambayo walikuwa nafikiria. Na hawa watu vijana waliokuwa nahusika na mawazo ya elimu mpaka sasa hivi wameshaanza na sasa hivi mpaka sasa hivi ripoti iliyotufikia ni wameweza kusign walimu zaidi ya 50 ambayo hii ni mafanikio makubwa zaidi. Mtazamaji, kama unafungulia TV yako muda huu unafuatilia Jahara, na nimeungana naye hapa Simba Khalid, mkurugenzi wa HeartPrize. Pia nimeungana naye Joshua Opio, yeye ni mratibu wa HeartPrize. Kimsingi tunajadili fursa kwa vijana. Hii HeartPrize ni kama mashindano hivi, ni mashindano kwa ajili ya vijana. Kijana analeta mawazo yako na kisha mawazo yanapitishwa katika kaa la moto kuona kama umefikiria vyema au hujafikiria vyema. Kikubwa tu ni kujenga bila shaka. Bila shaka ni kikubwa ni kumjenga kijana, na hii ni fursa kwako hata kwangu mimi kwa sababu mimi ni kijana bwana. Sidhani kama nimeshakuwa mzee kiasi hicho nikatoka. Sasa labda tunejie tena kwako Simba. Labda ni hii HeartPrize na malengo gani hasa? HeartPrize na malengo gani? Ndio, moja kubwa ya lengo la HeartPrize ni kuongeza uelewa wa nafasi mbalimbali zilizopo za kibiashara katika swala zima la kuendeleza ujasiriamali jamii. Kwa hiyo ni katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii, lakini pia kufanya biashara kupitia changamoto hizo katika utatuzi zaidi. Lakini pia lengo jingine ni kuwapa fursa vijana na kuwatia nguvu katika kusaidia jamii yao kwa ujumla. Kwa ufupi ni hicho. Sasa nije kwa Joshua hapo, wewe ni mratibu bila shaka. Naam. Utaratibu gani upo sasa ili mimi kufanya ndani ya jiunge nilete wazo langu, napita wapi, naenda wapi ili wazo langu lifike sehemu ambayo nataka? Sasa ni rahisi sana sababu kama dunia ilivyoendelea sasa hivi kila kitu ni kwenye mtandao. Kwa hiyo mtu akiwa na wazo lake anataka kujiunga,
tuna tovuti yetu www.judism.co.com/judism. So rudia tena. Tovuti ni www.heartprice.at.com /Judism. Akiingia pale maelezo yote ataweza kupakua fomu yenye maelezo juu ya shindano sasa hivi na malengo yake ni nini, na pia kuna sehemu pale anajaza timu yake, maana inabidi ile shindano inabidi na timu ya watu watatu au wanne ndio unaweza kujiunga nasi. Na pale utaandika pale ule kiongozi wa timu yenu na wale wafuasi wako, pia utaandika na jina la timu yenu. Baada ya hapo ukishajisajili kwa usajili wako, tutakutumia barua pepe. Itakuwa na maelezo zaidi namna ya kuweza kuweka wazo lako pale kwenye hiyo tovuti yetu pia. Baada ya hapo tutazidi kukutumia taarifa zaidi jinsi ya namna unaweza ukaja kukutana na majaji wetu pia, na pia namna ya kuendelea kushirikiana nasi zaidi katika hili swala pia. Kila kitu kipo kwenye mtandao. Kila kitu kipo kwenye mtandao, na bila shaka mtu akiingia kwenye mtandao kila kitu kinakuwa kiko sawa. Labda akitaka kuwaona nyinyi kama nyinyi, nataka kuona wewe, nataka maelezo yale hapo. Maelezo. Mule kwenye mtandao pia kuna namba zetu za simu. Lakini kwa haraka sana unaweza ukatembelea email zetu binafsi pia, kama una maswali ambayo unahisi pale hayawezi yakapatikana. Mimi na email yangu ni joshua.faraja.gmail.com na mheshimiwa hapa email yake ni simbakhalid.gmail.com. Sawa. Changamoto gani Simba mmekutana nazo mpaka muda huu? Mmekutana changamoto gani toka mwanze mwaka jana? Nafikiri mlianza Heartprice kwa sababu ni fursa kwa vijana na vijana. Labda nikutokeza. Nyinyi changamoto gani mmezipata kuanzia mwaka jana mpaka muda huu? Na changamoto kubwa ilikuwa ni katika kuanzisha haya mashindano, hususan ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania, lakini pia ni mara ya kwanza kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hiki kitu kilikuwa ni kipya, na kama kitu ni kipya mpaka kuja kupata imani ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia kwamba mtu akisikia dola milioni 1 haamini yani wanacheza kwenye bilioni 2 haamini, lakini ni watoe wasiwasi. Hiki kitu kipo, hiki kitu ni uhakika, na hiki kitu ni kiko poa zaidi. Kwa hivyo moja ya changamoto nyingine ambazo tulizokumbana nazo ni katika swala zima la kupata wadhamini ambao tunaweza kufanya nao kazi katika kufanikisha shughuli mbalimbali ndogo za movement za hapa kutoka pale. Ilikuwa pia ni changamoto kubwa sana, lakini namshukuru Mungu mambo yanaenda vizuri, na tumepata wadau, na bado tunazidi kualika wadau wengine waje kushirikiana nasi katika kufanikisha hili swala zaidi. Labda nataka niongeze fulani hapo. Huko nyuma yamewahi kutokea mashindano kama haya, na unakuta watu wametoka labda Japan, nchi za nje huko, wamekuja wameandaa mashindano, watu wanashiriki, alafu mwisho wa siku haionekani, yani haeleweki imeishia wapi, ile pesa haionekani, unajua. Kwa hiyo tulivyokuja safari sasa watu wanaona mambo ni yale tunashiriki, alafu mwisho wa siku hamna kinachoendelea. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana, namna ya kumconvince mtu kwamba bwana hii kitu ni kweli, tupo serious na hili swala. Lakini baada ya watu kujitokeza, wengine walivyoenda mpaka Nairobi wakashiriki, wakutana na watu wengine kutoka nchi nyingine duniani, watu wakapata ule moyo kwamba hichi kitu sasa ni kweli kinaendelea. Kwa hiyo hata mimi ningependa hata mpenzi mtazamaji ambaye anatufuatilia hivi sasa kwamba hili shindano ni la kweli na sio uongo na namna yoyote. Kwa hiyo wewe kama unakidhi vigezo vya kushiriki hili shindano, tafadhali jiunge nasi. Tafadhali jiunge na Heartprice kwa ajili ya kutumia hizi fursa zinakuja nchini kwetu. Sisi kama vijana tutumie hizi fursa ambazo zinakuja nchini kwetu ili kufikia pale ambako labda hata rais wetu wa nchi ataka tufike kama vijana, ili watu vijana wengi wajiajiri na vijana wengi wafanye kazi. Sasa nije kwako Simba, mlitatua vipi hizo changamoto? Kwanza tuanze kwa Joshua. Changamoto mlitatua vipi?
Baada ya kuona hizo changamoto sasa tutakuwa vipi ili wakaua tu. Sawa. Kwa upande wetu sisi watu tunaoratibu masuala ya timu, tujitahidi sana kutafuta hizi haya matangazo ambayo tunaweza tukayaweka kwa watu ambao wanaaminika hapa Tanzania. Kwa mfano tulipata fursa ya kukutana na watu wa Swahili Times ambao ni wapo kwenye mtandao wa Twitter, wakaweza kutangaza swala letu kwenye mtandao. Kwa hiyo kwa namna hiyo ukipata watu ambao wanaaminika katika jamii, vyombo ambavyo vinaaminika katika jamii, kidogo wale watu wanaipokea vizuri tofauti na zamani. Ikiwemo Mlimani TV pia. Naam. Kwa hiyo na sisi pia tumejitahidi sana kuelimisha watu juu ya swala na watu kuonyesha watu picha za mwaka jana, kama bwana mwaka jana ilikuwa kama unavyoona. Watu wameenda wameshiriki, wamekuja na mawazo chanya na kuna na watu wengine wanatusaidia sana wale walioshinda hapa katika chuo chetu. Walivyoendelea na hizi project zao huko waliko sasa hivi, watu kupata hizo taarifa kidogo inawapa hamasa kushiriki, wanaamini kwamba hili swala sio dogo sana. Kumekuwa na tatizo la rushwa ya ngono. Inapokuwa inatokea fursa kama hizi, wale viongozi ambao wanashikilia hizo fursa wanakuwa kidogo wanataka kufanya uharibifu kwa watu wengine. Nije kwa mkurugenzi wa Enterprise. Mpaka sasa hivi hakuna rushwa ya ngono imefika kwako, iza mtu kukuomba wewe au wewe kumuomba mtu mwingine. Kwanza tuanze kukuomba wewe. Hujaomba rushwa ya ngono? Kiukweli hapana. Na pia ni kitu ambacho ninakikataa na kilaani uzito kwamba haitakiwi na sio vizuri kufanya mambo kama haya. Lakini pia nipende kuongea kuhusu hili swala kwamba mashindano yetu yako wazi. Lakini pia sisi ni waandaaji, lakini pia sisi sio wachagua hizi timu katika kwenda katika mashindano mbele zaidi. Sasa mpeleza akakufuata bwana Joshua, akakufuata mtu akakufuata kabisa bwana, bila wazo langu ni hili hapa. Umeona? Lakini unajua katika process ya kupita hapa kuna mawazo mengi. Sasa wewe nifanyie mpango wazo langu, nifanyie utaratibu wazo langu nipite. Alafu mimi na wewe, kwa sababu sisi wote ni vijana, sasa vijana wewe vijana wa kiume, mimi kijana labda wa kike, si ndio? Tufanye hivi. Unachokutana na hiyo changamoto kwanza. Hiyo changamoto binafsi sijakutana nayo ya kwa mtindo huo wa rushwa ya ngono. Lakini katika kazi zetu hizi kidogo kuna watu kunifuata ambao ni marafiki. Mtu anakwambia bwana, nina wazo kazi wangu kama unavyoliona hapa, nifanyie namna ya kupenya kwa rushwa maneno hivi. Penya hapo nitakupooza. Unaona? Lakini ni ngumu, Yaani kwanza hiyo kitu kiasi kwa sababu ya kwamba taratibu zote za shindano ziko wazi. Yaani hakuna kitu ambacho tunafahamu sisi tu ila mshiriki hajui. Maana mshiriki hata akihitaji kuona namna ambavyo timu zinachaguliwa anapata. Ukitaka kujua namna, yani kila kitu kiko wazi, sheria zote ziko wazi. Kwa hiyo hata sisi pia tunaandaa tu, tunamtafuta mtu mwenye wazo chanya, tunamchukua na mtu mwingine ambaye anaweza karatibu mawazo chanya, tunamchukua na jaji. Tunaweka pale, shughuli inaendelea. Sisi tunakaa pembeni tu, tunasubiri imeisha, swali imekwisha, tunaenda. Majaji wanaamua wenyewe wazo gani ni nzuri kuliko wazo jingine. Basi na sisi kushughuli. Basi na nyinyi kushughulika. Kwako mkurugenzi, mna mipango gani hasa ya mbele zaidi? Ndio, mipango ipo. Kwanza kabisa ni katika kuitangaza hii fursa iweze kufahamika zaidi na kila Mtanzania kijana, ili waweze kuweza kusaidia jamii yetu husika. Lakini pia kama unavyoangalia kwamba jamii yetu inakumbwa na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hii fursa, hili jarida kwa ajili ya vijana, tuna plani kuweza kufanyia mawazo mengi zaidi, kwamba mna mipango ya kufanyia kazi zaidi ili kuleta tu maendeleo katika jamii yetu na kuweza kutatua changamoto mbali katika jamii. Mpaka sasa hivi ameshajitokeza vijana wangapi kushiriki? Mpaka sasa kuna timu takribani 70 mpaka naingia jana. Timu 70. Timu 70. Na timu 70 unajua kwa hapo ni timu za watu wawili, au mimi ni watatu au wanne. Kwa hiyo unaweza kuta ni roughly unaweza kawa watu kama 200 na hivi. Na mnahitaji timu ngapi hasa ziongezeke? Sisi tunahitaji timu kwa kadri ambavyo wanaweza kujisajili. Yaani timu hata zikiwa nyingi kiasi gani tunazimudu.
yani hakuna tatizo kwa mimi. Kwa hiyo mimi yani kama kuna mtu anawaza kwamba kuna kikomo cha idadi ya timu, hilo hapana. Basi na mimi nitakuja na timu yangu mimi nitakuja na wazo wangu la kutokomeza 0. Unajua wanafunzi kukaa miaka 4 darasani alafu mwisho wa siku anaweza mtendo anambia amepata 0. Yaani ni jambo la kushtusha, yani linashtusha. Sasa nitakuja na wazo wangu hapo. Muone kwamba kivipi naweza nikatokomeza 0. Mtazamaji, hii ni Jahara na mimi ni John Maganga, niko naye Simba Khalid hapa na mkurugenzi wa Hard Price, pia niko naye Joshua Opio, yeye ni mratibu wa Hard Price. Tumejadili mengi na kikubwa tulikuwa tunaleta fursa kwako kama kijana. Wao wameleta fursa yao na mimi nimekuwa nikikoleza kwa rangi ili wewe uisikilize vizuri na uelewe. Bila shaka utatafuta kwa mawasiliano yao ambao wamezungumza hapa, labda kwa nafasi tu ya upendeleo mmoja ataje na simu mmoja wenu. Ndio, namba yangu ya simu ni 0757740753. Tazamaji, na hivi ndivyo ninavyokuaga. Mimi naitwa John Maganga. Tuanze na wakati mwingine, Mungu akijalia. Kwaheri.